Mchungaji na mtume kutoka nchini Kenya, Andronicus Kiuvi wa huduma ya Evangelism Around the World ama uinjilisti kote ulimwenguni, ameongea yanayoendelea nchini mwake na kutoa ushauri kwa serikali ya nchi hiyo. Ameyasema hayo jijini Dodoma ambako yupo kwa ajili ya kuendesha makongamano yanayowakutanisha wachungaji, wanandoa, wajane bila kujali madhehebu na dini zao, na wanafamilia kwa lengo la kujenga upendo na msamaha miongoni mwao, ikiwa ni pamoja na kuwawezesha kiuchumi chini ya huduma ya 2ECO1 ya nchini Australia. Kama historia vile mnaijua, maana nyinyi ni majirani yetu kule Kenya. Wakati mwingi baada ya uchaguzi na hata siasa ni kama inaanzanga mara moja kukichaguanwa. Kule kwetu ndio kunahitaji Mungu zaidi kwa sababu ya hiyo. So kile kinaendelea Kenya ni kwamba tuko na makamu wa rais. Alikuwa makamu, kwetu tunaita Deputy President. Alipotolewa, ile njia alitolewa nayo ni kama ni ya mkato tu. Ni kama watu wale walipiga kura wa mbunge na maseneta walipiga kwa mwelekezo, kwa kusukumwa na Ikulu. Yani si hakukuwa na majadiliano ya kuchunguza kosa yake, ni msukumo, walisukuma. Kwa hiyo kila mtu ako na akili, anaona watu wana act, wanaongea, wanapiga kura kulingana na maagizo. Sasa kwa sababu ya maagizo, watu wengi kule nchini kwetu wanajua kabisa, wanaona David President Mr. Rigathi Gachagua alionewa, na vile alionewa tu, hiyo sympathy ya kwamba alionewa, anatingisha nchi. Umeona juzi wameweka mazubaru zaidi ya 50 barabarani na maaskari 200, na umeona mengine imevunjwa na watu nini. Inakuwa sasa, maana wamekuwa popote akienda wanatuma maaskari, na hao watu maana wanaona anateswa, watu wanaamua kumdefend, yani kumulinda wenyewe. Kwa hiyo kwetu saa hii mambo iko hivi tu, kunahitaji Mungu, mambo si mazuri. Na hii ni kwa sababu unakuta kwamba wale watu ambao wako kwa serikali, hasa wale wa upinzani, unakuta kwamba ni kama kuna kuonewa fulani. Saa nyingine wanapotea, hasa vijana wale wanaitwa Gen Z, wale lika ya makamu wa kwa university. Unakuta wakisema chochote ama wakiposti chochote anachukuliwa na anapotea. Sasa shida mwananchi, unakuta kila siku kuna hasira inaongezeka. Kwa nini watu wachukuliwe wapotee? Ikiwa mtu amekosa siadhibiwe kisheria, kwa nini achukuliwe na polisi na iponi kama ni waoni? Maana wakimchukua hawasemi ni wao wamemchukua. Polisi akichukua mtu anastahili kuonekana alichukuliwa na akapelekwa kwa kituo fulani. Sasa ile unakuta ni kama mwananchi wa Kenya roho yake imemtoa kwa viongozi wa serikali. Ni hiyo kuona kwamba ni kama watu wanaonena ni kama serikali hailindi watu, inatesa watu. Na ni lazima ujue ya kwamba kila mtu, wewe ukiwa mzazi, hata kama mtoto wako ni mwizi, anabaki kuwa mtoto wako, na kila mtu ako na rafiki yake. Kwa hivyo hata kama huyu makamu wa rais sio mpenzi wa serikali, lazima wajue wako na watu wao, na unapomwonea, wakiona unamuonea, basi ni lazima watabadilika. Sasa kwa hivyo siasa ya Kenya ni hivyo na hivyo, ndio unaona kila wakati kunachomeka hivi na hivi kwa sababu ya uonevu. Watu wanakasirika wakiona watu wao wanaonewa ama wanadhulumiwa. Hata kama ni sheria inachukuliwa, haichukuliwi kwa taratibu zilizowekwa chini na katiba ya nchi. Mtume huyo wa kabila la Kikamba kutokea Mombasa nchini humo akatoa ushauri huu kwa serikali ya Jamhuri ya Watu wa Kenya. Ushauri wangu ni kwamba ni serikali iliyoko kwanza iheshimu katiba, na zile vyombo kama ni polisi, maana polisi kwetu inaitwa independent imejisimamia, iache kuingiliwa na walio na mamlaka. Mahakama iachwe, chama nini ya uchaguzi IEBC iachwe. Lakini sasa kama wanaziingilia, na zivi tunaona wanazisukuma, wanapotuamulia polisi, wanapotutenda tunaona wamesukumwa, kwa sababu haiwezekani mtu wa chama hiki cha tawala aseme Gachagua tutamkamata tumvunge, hata kwa kura zikipigwa na kesho mnamngojea njiani. Sasa tunajua sio makosa, hata kama amekosa tunajua ni kile huyo alisema. Na hawa wa hii pande nyingine wanasema kwamba kama juzi kuna waziri mmoja alisimama akisema hata mkishinda kura tutaongezea.
maana hata Kibaki aliongezea. Hata hii kwa nini ukijua utafanya kitu kibaya usikiweke kwa moyo, ukikitoa kwa watu tunaona ni kiburi na madharau, na ndio unaona hasira ya mwananchi inakuja na anaasi sheria. Maana ukitawala kando na sheria, nao watu wataacha hiyo sheria waibebe mikononi. Kwa hivyo hiyo ndio inaendelea kule nchini kwetu Kenya. John Israel, Banda Media, Dodoma.